eza hayo tayari umeshamfungua. Kinachohitajika ni kutumia lugha nyepesi ambayo inaakisi mazingira ya yule mama ambaye unataka kumwamsha. Unaweza ukanipa mfano, unataka kumwamsha mama gani, tukaandaa ujumbe hapa. Nikwambie huyu mama twende kwa mtindo huu. Umwambie hivi, mwambie hivi, mwambie hivi. Tunachohitaji sisi ni kuwafungua akili, kuwapa maarifa, kuwapa uelewa na waweze kujua mustakabali wa taifa lao. Tuwaelezee juu ya deni la taifa, lakini tu translate ile deni la taifa kutoka high level huku juu kabisa tulishushe chini, aweze kulielewa. Akisha lielewa yule mama, kwa sababu hizo kumwambia bwana tunadaiwa trilioni 100, trilioni, hawezi kukuelewa. Mwambie katika zile trilioni tunazodaiwa, zile trilioni tungeweza kupeleka wekeza kwenye shule, tungepata shule bora kadhaa, tungeweza kupata walimu bora kadhaa, tungeweza kuongeza ufaulu kadhaa, tungeweza kuongeza mikopo ya kina mama kwa asilimia hizi, tungeweza kuwawezesha wazazi kupata huduma za hospitali bure, tungeweza kupata nafuu ya usafiri, tungeweza kupata nafuu ya kwenda kupunguza kulipa ushuru pale unapoenda kununua bidhaa zako. Samaki uliokuwa unanunua 1000 ungeweza mathalan ungeweza kununua kwa 500 au 600 au 400. Kwa hiyo ndio lugha ambayo anataka kusikia yule muuza samaki. Yule muuza vitumbua anataka asikie lugha ambayo mchele atanunua kwa bei ya chini, kutokana na kwamba ule mchele anaenda kununua kutengenezea unga wa vitumbua ni ananunua bei ghali, kwa sababu unasafirishwa kutoka Kyela, unasafirishwa kutoka Shinyanga, unasafirishwa kutoka wapi kufika hapo alipo Dar es Salaam. Unatumia mafuta, unatumia mabasi. Yale mabasi yanatumia mafuta. Yale mabasi yanatumia mafuta ambayo yana kodi 16 ambazo zingine hazina tija. Lakini pamoja na hizo kodi ambazo zinakusanywa, ripoti ya CAG inaonyesha kuna upotovu. Kwa maana hiyo, hizo kodi zingeweza kuondolewa. Kama zimeweza kupotea pasipo kwenda sehemu yoyote, basi zingeweza kushushwa, huyu mama akaweza kupata nafuu. Kwa hiyo ni lugha ambayo tunatakiwa tujifunze kuitengeneza katika namna ya yule wa chini kuweza kuielewa. Tukiweza hapo, yule mama ni rahisi kuamka. Nadhani nitakuwa nimejibu swali lako Flower. Asante sana. Asante. Ngoja tusikie na wengine, lakini nilikuwa naomba jamani, tuwe na mwendelezo tu. Kwa mfano akimaliza Mkombozi ataongea Imana, akimaliza so lazima aseme jamani mtu mwingine aongea, mtu mwingine anawasha mic. Naona host yuko active. Sasa wote hapa mpo jamani? Basi kama umemaliza? Nimekwambia unaweza ukaendelea Imana. Okay. Mimi sina mengi tu, nataka tu niwapongeze na nataka tu nikumbushe kwamba hiyo tarehe 7 tuichukulie serious, kila mtu aitangaze kwenye page yake ya kwenye mitandao, na tuendelee kusisitiza kwamba hatuitambui serikali, kwa sababu unajua sasa hivi kinachofanyika ambacho nimekiona ni kwamba hii serikali inatafuta namna ya kujihalalisha. Nimemwona juzi kama Heche amekwenda kwenye nani Wasafi sijui huko, yaani wanajifanya kama hamna kitu kilichotokea. Kwa hiyo tusipokuwa makini, hao watu wanaweza wakajihalalisha, tukaanza kuona ni kama serikali halali na kama wana uhalali wa kuiongoza Tanzania, kitu ambacho sio kweli. Mimi ninachosisitiza tuendelee tu kushirikiana na tuendelee kupambania nchi yetu, yani kwa kutangaza kwamba tutangaze maandamano. Yani haya maandamano tufanye kweli, kila mtu ajitoe kwa namna anayoweza, hakikisha kwamba tunatangaza maandamano yarudie tena, kwa sababu hawa watu
hawana tena haki ya kutuongoza. Na tukisema tumetulia tu, tujue tumehalalisha, kwa sababu hao watu wameshaanza kuplani 2030. Sasa tukiendelea kucheka nao hawa watu, tutajikuta tuko sehemu mbaya zaidi kuliko hata yaliyotokea 2029, kwa sababu hao watu ni makatili, wanachokijali ni wao kuendelea kuwepo madarakani. Sasa mimi nachosisitiza, mimi nafikiri kila mtu Tanzania, asilimia kubwa ya Watanzania wengi wameshajua ubaya wa CCM. Yaani ni watu wachache tu ambao hawajui kwamba maisha na shida wanayoipata inatokana na utawala mbovu wa CCM. Ni watu wachache ambao hawajui hilo. Mimi tukiona kinachotusisitiza ni kwamba sisi wananchi yani hatujajitambua tuna nguvu gani, na pili tumejazwa hofu ambayo ni mbaya mno kuliko, yani sasa hivi sisi kinachotusumbua paka sasa hivi ni kwamba watu ni waoga kupita kiasi. Yani ni uoga ule ambao sasa ni wakijinga, yani wakijinga kabisa, kwamba mtu yuko tayari kuishi kwenye umaskini kuliko kupambania haki yake, ili angalau hata kabla hujafa uweze kuishi maisha ambayo yanastahili binadamu kuishi. Sasa kwa sababu ya hizo hofu na kwa sababu ya ujinga ambao umepandikizwa kwenye akili zetu, tunategemea mambo ya miujiza. Watu wanafikiri kwamba kuna siku muujiza utatokea, CCM itaondoka madarakani na maisha yatakwenda vizuri. Hakuna hicho kitu. Yaani katika dunia hii hakuna kitu kinachotokea kwa miujiza. Kila kitu kinatokea kwa sababu ya mtu fulani kachukua hatua na akatekeleza. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ninachosisitiza, sisi wenyewe tuanze kujipima, tuanze kutoa woga, tuanze kukubali kwamba lazima mimi nimekuja duniani, lazima nipambane mpaka niishi maisha ninayoyatamani. Lakini mambo ya kusema kwamba tunategemea kwamba kuna mtu atakusaidia, kuna mtu atafanya nini, na hiyo ndio shida kwenye akili zetu. Watu wengi tunafikiria kwamba kuna mtu ambaye ana nguvu kuliko sisi anaweza katutetea, au tunafikiri kwamba kuna chama fulani kitapambana mpaka Tanzania itakuja kuwa nchi ya demokrasia. Hakuna chama. Ukiona viongozi tuliokuwa nao, sio kwamba wametokea kwa bahati mbaya. Hao viongozi ni aina ya watu ambao wako Tanzania. Ukimwona Samia, ile akili yake ilivyo ni akili ya Watanzania wengi ambao unawaona au machawa wake wote wana akili mbovu kuliko hata Samia. Kwa hiyo ndugu zangu, cha muhimu ni lazima kila mtu kwanza aanze kujifunza namna ya kuwa jasiri, kwa sababu ujasiri, hamna mtu anayezaliwa kuwa jasiri. Ujasiri ni kitu ambacho mtu anajifunza. Unasema mimi nasimamia hiki, kama ni hiki nitakisimamia, kama kitanikosti, lakini niko tayari kukipambania. Ndio unavyopata ujasiri. Lakini ukisema kwamba unaanza kuogopa vitu vidogo vidogo, hata haki zako unaanza kuogopa. Kwa hiyo maana yake wewe unajiandalia kuonewa kila wakati. Ni lazima mtu wa Tanzania tuanze kujua kwamba kama hii ni haki yangu, mimi niko tayari kuipambania. Kama utanionea hata nikifa, nitajua kwamba nilikuwa napambania kilicho na haki. Kwamba sijafia nikiwa nimeenda kumuibia mtu, sijafa kwa sababu nilikuwa natamani kuiba mali ya mtu, sijafa kwa sababu nimeenda kuchukua mke wa mtu, sijafa kwa sababu nimefanya kitu ambacho sikustahili kufanya. Lakini ukifa unapambania haki yako, wewe ni jasiri. Hata watoto wako watakukumbuka, watasema kwamba baba yetu au mama yetu alikuwa na msimamo huu, alikuwa anatetea haki. Ndio tuna watu kama kina hao Maria Sarungi, watu kama kina Mange Kimambi, watu kama Tundu Lissu wametokea. Sio kwamba hawaogopi, wanaogopa, lakini kwa sababu wanajua wanachokitaka, wamejielimisha, wanajua haki zao, wako tayari kuzifia. Ndio maana wanaenda gerezani lakini hawaogopi. Sasa sisi Watanzania wengi, kwa sababu ya elimu mbovu ambayo tumepewa tangu utotoni na kupewa hofu kwamba viongozi ni kuwatii, ni sawa si viongozi wanatoka kwa Mungu, hiyo imetungia kwenye akili zetu. Na hiyo ndio inayotusumbua mpaka sasa hivi. Sio kitu kingine, kwa sababu CCM mpaka sasa hivi hawana uwezo hata wa kugombea, yani kwenye eneo dogo tu, hata wenyekiti wa mtaa hawana uwezo wa kugombea wakashinda kihalali. Hawana uwezo huu. Wanachokitumia ni kwamba ni hofu na ujinga wetu ndio unachowasaidia. Sasa mimi nafikiri elimu ndio inatakiwa zaidi. Elimu ianze kufundishwa watu. Na watu wawe willing kwamba wanataka mabadiliko. Wajue kwamba wanataka kubadilisha maisha yao. Yaani haya matatizo ya CCM wayaunganishe na maisha yao wanayoishi kila siku. Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba Tanzania mpaka leo miaka 64 ya uhuru bado kuna watu ambao wanaishi kwenye nyumba za majani. Kuna watu wanaishi kwenye nyumba za udongo. Kuna watu ambao hawajawahi kwenda hata kumuona daktari. Wanaishi tu, akiumwa tu anaenda anachukua vidawa sio vya kienyeji, anafanya nini,
anapona yawa na ujasiri. Tunaogopa. Lakini ni kweli hofu ipo, lazima iwepo, lakini lazima tutafute namna ya kupambana na hiyo hofu. Kwa sababu hata hawa CCM wakishaona watu ni wengi wanajitokeza, hata kwenye mitandao wakiona watu ni wengi wanaanza kuongea na kukosoa. Wanajua kwamba sasa imeisha fika mwisho, hawana tena uwezo wa kumzuia kila mtu. Lakini wanavyoona watu na sita tunarudi nyuma, wenyewe ndio wanafurahi. Unaona kwa mfano kama hapo kipindi cha nyuma walikuwa wameingia kwenye kila mitandao, wanatishatisha watu, wanapitisha sheria. Sasa hivi hizo sheria zote hata wenyewe hawajui kama zipo, kwa sababu wameona watu ni wengi kwenye mitandao. Sasa wakaja wakatumia mbinu ya kuja kwa wanafungia hii mitandao. Ukienda live kama hii wanakuja wanakuripoti, live inafungwa, kwa sababu walikuwa wanalipwa hela. Sasa hivi hela imeisha ya kuwalipa watu kuja kuangalia kwenye mitandao watu wanaongea nini. Ndio maana sasa hivi unaweza hata live zetu zinaweza kukaa muda mrefu bila kufungiwa. Kwa hiyo sisi tumefika hatua nzuri, kwa sababu hao watu wanachokitumia wao ni pesa. CCM yani serikali haramu sasa hivi ilichobaki nacho ni kwamba ni hela, kodi ambazo ni kodi zetu na vitisho basi. Lakini kama hivyo vitisho tukivishinda, tukawa na ujasiri, tukaanza hata hao wenye viti wa vijiji tukawa tunawaambia hata kwenye mitaa yetu kwamba nyinyi hamujachaguliwa, hatuna haja ya kushirikiana na nyinyi, CCM wenyewe watanywea na watahitaji mabadiliko. Lakini kama tunaendelea tunafikiria kwamba kuna muujiza, kuna nini, afu tunaendelea kucheka, yani wanakuja kwa sababu wenyewe wanajua Watanzania ni watu ambao wanapenda mambo ya utani, wanapenda vitu vya kuchekesha. Kwa hiyo wakishaona wanakuchekesha, ndio maana media karibu radio zote za Tanzania na vyombo vya habari vyote, habari zao ni hizo za uchekeshaji, habari za kutoka ndani ya serikali. Hakuna habari yoyote wanayoitangaza kutoka kwenye maeneo ya wananchi au kuelezea matatizo ya wananchi. Hakuna. Hiyo kitu wameshaitoa, kwa sababu wao hawana nia ya kuibadilisha Tanzania. Wao wameshalizika kwamba Tanzania ilipo sasa hivi iendelee kuwa hivyo. Wao wanachokifanya ni kuhakikisha kwamba watoto wao wanaendelea kuwa kwenye nafasi za uongozi. Sasa sisi wananchi ndio tunatakiwa sasa tuanze kuelimishana, tuambizane kwamba jamani, hii serikali haipo kwa ajili yetu. Ni lazima sisi tuanze kutafuta namna ya kupambana kuiondoa. Na tutaiondoa tukianza kuwa serious na maisha yetu. Tukianza kutambua kwamba maisha tunayoyaishi sio maisha tunayoyastahili. Sisi huu maskini wetu haukuletwa na Mungu, umeletwa na chama kinachoitwa CCM. Umeletwa na hii serikali ambayo haijali matakwa ya wananchi. Tuunganishe umaskini wetu na serikali haramu ya CCM, na serikali mbovu ya CCM ya miaka yote, ya miaka 64. Lakini kwa sababu sisi tunafikiri tunafikiri kwamba labda serikali haituhusu. Watanzania wengi wanafikiri labda wewe unaweza ukafanya kwa juhudi zako ukapambana mpaka ukatoboa kwa sababu tu ya akili zako na upambanaji. Unajidanganya. Hata kama ukitoboa ni kwamba unatoboa kwa njia ambazo unaweza ukatoboa sawa ukawa na maisha mazuri, lakini hayo maisha yako hayako sustainable. Hauwezi kuyarithisha watoto wako. Watoto wako wataanza upya tena ukiwa ndani ya serikali ambayo ni haramu, ambayo ni serikali ambayo haitokani na matakwa ya wananchi, ukiwa na serikali ambayo haifuati sheria. Hata kama wewe maisha yako sasa hivi naona yako ni afadhali, una nyumba nzuri, una gari, lakini hivyo vitu ni vya muda tu. Kwa sababu kwenye serikali kama hii inaweza katokea kitu chochote, au wewe unaweza ukafa, vitu vyako vikazurumiwa, na watoto wako wasipate chochote, au familia yako wasipate chochote. Kwa sababu sasa hivi hakimu wananunuliwa, majaji wananunuliwa. Ukiwanunuliwa, ukiwapa pesa, hata kama ni kitu chako, wanapindisha sheria, kinapewa mtu mwingine. Kwa hiyo ukiwa kwenye nchi kama hiyo, usifikiri uko salama. Hata wewe ukiwa karibu na hawa viongozi, hauko salama. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima tuanze kuwa na serious na maisha yetu. Tusikubali kulizika na maisha ya kimaskini. Tuwe na uchungu. Ni bora mtu ukaishi maisha mafupi, lakini ukawa naishi maisha ambayo yuko huru, ambayo unapata haki zako, ambayo unaishi, na hata ukiondoka utasema kweli nilipambana, hata kama sikufanikiwa lakini nilipambana. Lakini mtu unazaliwa, kuna watu ambao wamezaliwa kwenye familia maskini. Baba yake alikuwa maskini, anafanya vibarua kwa watu, na watoto mnazaliwa mnafanya vibarua kwa watu. Hiyo yote sio kwa sababu ya nani, kwa sababu baba yako hana juhudi, au kwa sababu hauna nafasi za kufanya kazi. Ni kwa sababu tuna serikali mbovu, haijali watu.
Kama serikali ingekuwa inajali watu, kitu cha kwanza ingehakikisha kwamba elimu bora inapatikana kwa kila mtu bila kujali kipato chake. Na watu wangekuwa na elimu, wangekuwa na uwezo wa kupata kazi ambazo zinaweza zikawakimu na ambazo zinaweza zikawasaidia hata kupata mitaji. Lakini sasa tunaishi kwenye nchi ambayo viongozi ndio matajiri, ndio mabilionea. Wanasiasa ndio mabilionea. Na sisi tunalizika. Na hawa wanasiasa sio kwamba wana akili kuliko sisi. Na sio kwamba wanafanya kazi kubwa kuliko sisi. Ni kwamba tu wametugeuza sisi, tumekuwa kama mifugo yao. Watukamue, wao na watoto wao wale vizuri, walale vizuri. Sasa kwa nini tunashindwa kuwa na uchungu? Kwa nini mimi nashindwa kuelewa Tanzania? Kwa nini tunashindwa kuelewa vitu vidogo kama hivyo? Yaani lazima tuanze kuelimishana na tuanze kuambizana hata vijijini. Wewe kama unaishi mtaani kwako, hebu jaribu kumwelimisha mtu. Mwambie bwana, lazima tufanye kitu. Hii serikali haiko kwa niaba yetu, haina tofauti na wakoloni kabisa. Yaani serikali hii ya CCM haina tofauti na, tena ni afadhali hata wakoloni. Kwa sababu wakoloni angalau walikuwa wanaheshimu sheria zao walizozitunga wenyewe. Hata kama zilikuwa zinawagandamiza watu weusi, lakini walikuwa wanaziheshimu. Walikuwa wanajua kabisa kwamba lazima ukifanya hivi, unaenda sio kwa mkuu wa wilaya, unaenda kwenye mahakama, unafanya hivi, unashughulikia. Na mahakama hata kama sio ya haki, lakini ilikuwa inafuata sheria ambazo wamejiwekea wao wenyewe. Lakini sasa hivi Tanzania hakuna sheria. Viongozi ndio wamebaki kuwa wana sheria. Viongozi ndio, matamko ya viongozi ndio yamekuwa sheria sasa hivi Tanzania. Na watu tunaendelea tu kukaa, tunafikiri kwamba tuko salama. Kwa sababu tu wewe una uhakika wa kupata milo yako mitatu, unafikiri kwamba uko salama. Hatuko salama ndugu zangu. Tanzania tunarudi tena utumwani. Waarabu hao wanakuja kututawala tena. Kama tukiendelea kuwa na viongozi wanaotokana na CCM, Tanzania inakwenda kuwa chini ya Waarabu. Na paka sasa hivi imesha kuwa chini ya Waarabu. Sababu usimuone yule nani, unajua uzuri ni kwamba Waarabu hawa wanapanga mipango ya muda mrefu. Unaweza ukafikiri hawajapanga mipango ya muda mrefu, lakini walishapanga. Wao wanajua kabisa kwamba mwisho wa kutumia mafuta haya mafuta ya kutumia kwenye magari umekaribia, na wameishapanga kwa sababu wao nchi zao nyingi uchumi wao unategemea mafuta. Kwa hiyo walichopanga, wameshajua kwamba Afrika ndio kunayo chance ya kuwatunza Waarabu, na wameshaanza sasa kuwekeza. Ndio unaona sasa hivi wanaanza kuwekeza kwenye ardhi. Wameanza kuchukua bandari, wameanza kuchukua viwanja vya ndege, wameanza kuchukua wanyama kutoka Afrika, wameenda kutengeneza mbuga kwao. Sasa wanakuja kuzimaliza mbuga za East Africa, wanazitengeneza makwao. Na hata zilizopo East Africa zote zitakuwa chini ya Waarabu, kwa sababu wameshajenga mahoteli humo. Watakuwa tu mtu na buku yuko Ulaya na kuja na shuka kwenye viwanja vyao humo ndani. Waafrika tutakuwa tupate chochote. Kwa sababu ya ujinga tu wa kuwa na serikali mbovu. Lakini kwa sababu pia ya sisi wenyewe hatakuwa na uchungu na nchi yetu. Tumekaa tukafikiria kwamba kuna mtu atakuja kututetea. Lazima tuwe na uchungu. Lazima tutambue kwamba hii Afrika hii ni yetu, ni ya sisi watu weusi. Lazima tuipambanie. Na sio Tanzania tu, lazima yani haya mambo msifikiri yamepangwa. Hao wote kina Rostam Aziz hawakuja. Yule Rostam Aziz ni Muirani. Kwa nini amekuja? Alafu akajikuta yuko CCM. Akaanza kuwa mweka hazina wa CCM. Sasa angalia sasa hivi. Kila Samia anakokwenda yuko naye. Anaijua mikataba yote ya madini sasa hivi. Unaona kaenda Kenya kanunua vyombo vya habari. Hela zote hizo zinatoka wapi? Zimetoka kwenye serikali ya Tanzania. Sio kwamba anafanya biashara halali. Ni kwa sababu tu yuko karibu na hawa viongozi wapumbavu. Wenyewe sasa ndiye amekuwa middleman, anaowaletea watu. Lakini yeye anaenda kuwaleta watu kutoka kwenye nchi yake huko Uarabuni, kwenye hizo nchi za Middle East. Na sisi tumekaa tu tunazubazuba, tunarudishwa. Mimi nawaambia wa Tanzania tunarudishwa utumwani. Yaani mimi nawaambia maneno yangu mtakuja kuyakumbuka. Tunarudi kuwa watumwa wa Waarabu. Alafu na wazungu watakuja baadaye kujifanya ndio wanatutetea, na wenyewe watakuja kututawala kama walivyokuwa wanafanya zamani. Sasa kwa nini sisi wa Afrika hatuna uwezo wa kusoma historia yetu? Kwa nini hatuna uwezo wa kuangalia deep? Unajua mimi huwa nasemaga nchi zote za Afrika hazikupata uhuru kwa mfano. Yaani watu walikuwa wanapewa kwamba ndio wawe viongozi, walikuwa wameshawajua kwamba hawa watu sio threat kwenye maslahi ya nchi zilizokuwa zinawatawala.
Ndio maana kwenye nchi zote kama Tanzania hakuna kitu za kikoloni. Sheria zetu ziliendelea kuandikwa kwa Kiingereza. Ardhi iliendelea kuwa chini ya watawala badala ya kurudishwa kwa wananchi. Yaani kuna vitu vingi ambavyo sisi wa Tanzania, kwa sababu yani sisi hatufikirii deep, tunachukulia tu vitu kiurahisi tu. Mtu akishapewa nguo, akishapewa chakula, analizika, anasema hapa tumelizika. Sasa inabidi tubadilishe haya akili yetu. Sisi tunastahili kuishi maisha mazuri kuliko hata watu ambao wanaishi kwenye hizo nchi za wazungu. Lakini hatuwezi kufika huko kama sisi tunaendelea kuacha akili zetu zishikiliwe na watu. Tunaendelea kusikiliza mambo ya ombea, mambo ya vichekeshaji badala ya kujishughulisha na kujua kinachoendelea kwenye nchi yetu. Tunashinda tu kwenye mitandao, tunaangalia mambo ya Facebook, tunaangalia sijui nini, TikTok, tunaenda kuangalia watu wanaoonyeshana mapaja badala ya kuchukua serious na maisha yetu. Tunataka kubadilisha nchi yetu, lazima tuwe na uchungu wa hii nchi. Na hii sio kwa sababu kwamba wewe una kiwango cha elimu fulani. Kila Mtanzania anatakiwa hata awe na uchungu na nchi yake, aipambanie, kwa sababu hii nchi, yani kila mtu anateseka kwa sababu ya kitu tu kidogo, kwa sababu tuna serikali mbovu. Tungekuwa na serikali ambayo ni serikali ni makini, sasa hivi Tanzania tusingekuwa na watu wanataka kwenda kutibiwa India kwa sababu tu ya figo au kufanya nini, unaenda kutibiwa India. Utitiri wote wa vyuo hivyo tulivyokuwa navyo nchini. Hakuna hospitali bingwa ya kutibu mambo kama ya mafigo au ya kutibu moyo. Lakini kwa sababu ni rushwa, hata elimu yetu ni mbovu. Watu wengi kuna madaktari wengine wana vyeti ambavyo wamenunua, ni vya kununua, sio wana vyeti fake. Unakwenda kutibiwa pale unakuwa huna uhakika. Ndio maana hawawezi wakula, hawa viongozi haramu. Wakiumwa wao wanachota kodi zetu, wanaenda kutibiwa India, wanakwenda kutibiwa Ulaya, wanakwenda kutibiwa Marekani. Na unajiuliza hawa watu ndio wanaosimamia, ndio mawaziri. Kwa nini wameshindwa kutengeneza sekta ya afya ili iwe ni bora kuliko hata hizo nchi, kuliko hata kwenye hizo nchi ambapo wanakwenda kutibiwa wao? Kwa sababu hawana uwezo, kwa sababu hawana nia njema na Watanzania. Wanajua kwamba Watanzania kuendelea kuwa maskini ni faida kwao. Kwa hiyo ndio maana hawataki kubadilisha chochote. Wao wanataka Tanzania iendelee kuwa hivi hivi. Ukiwauliza kitu chochote, wewe wanakuona wewe kama ni mhaini. Ndio maana sisi wote tunaoongea kwenye mitandao wanatuona sisi ni wahaini. Kama Mwigulu Nchemba katuita sisi ni mbwa. Na sisi lazima tuwe na uchungu. Lazima tuichukie hii serikali ya CCM haramu. Kila Mtanzania anatakiwa aichukie na atafanye lolote analoweza kuhakikisha kwamba CCM wanajua kabisa kwamba sisi hatuwataki. Waondoke. Wamesha tutesa kwa miaka 64. Hatutaki tena. Nafikiri Chadema na wenyewe wasipoangalia vizuri watajikuta na wenyewe wameangukia upande wa CCM. Kwa sababu wameanza kwenda kutaka maridhiano kwamba Tundu Lissu akitolewa wanaweza kuongea nao. Tundu Lissu ni sawa, hastahili kuwa gerezani. Kutolewa kwa Tundu Lissu ni haki yake. Tundu Lissu hakustahili hata kufungwa hata siku moja. Lakini hiyo haiwezi kuwa ndio sababu ya kuwahalalisha CCM. Tundu Lissu amtoe, lakini hiyo isiwe sababu hata kidogo ya kuwahalalisha CCM. Na wala isiwe sababu ya kwamba Chadema sasa inabidi waanze kufanya kazi, waanze kuitambua serikali. Hapana. Sasa hivi ni kupambana kwa ili Tundu Lissu atoke, kwa sababu hakustahili kuwa gerezani hata dakika moja. Lakini msimamo wetu uendelee kuwa pale pale kwamba hatuitambui serikali haramu iliyoingia madarakani kwa damu za Watanganyika. Na Watanzania wajiendelee kutafuta namna ya kuandamana kuiondoa hii serikali. Yaani kama kuna maridhiano, ni lazima kwanza hii serikali ijulikane kwamba haina uhalali wowote. Kama ni uchaguzi urudiwe upya tena, tuanze upya. Kama ni maridhiano, hayo ni kuridhiana nao namna ya kupanga kuanzisha uchaguzi mpya kabla ya 2025. Ili tuwe na serikali ambayo inatokana na wananchi. Alafu hiyo serikali itakayotokana na wananchi ndio inaoweza kutuletea katiba mpya. Lakini hatutaki katiba mpya itakayoletwa na serikali haramu hii. Kwa sababu serikali haramu ikileta katiba mpya, hata hiyo katiba mpya itakuwa ni haramu. Tutakuwa tumepigwa changa la macho. Kwa mimi ndugu zangu, mimi ya kwangu ni hayo, lakini tuendelea kukumbushana tarehe 7 mwezi wa 7 ni maandamano. Kila mtu aanze kuyatangaza
Nafikiri tunahitaji kwanza sasa kuambia kuna hawa wanaharakati wenzetu wakubwa kama kina Mange Kimambi, tunaomba na wenyewe tuanze tutafute namna ya kuwasiliana nao, kina Maria Sarungi, kina Nuruvaz, wote tuambie tu tunaongea lugha moja kwamba tarehe 7 tunapanga kufanya maandamano. Hata kama yasipofanikiwa, lakini tuendelee kupanga tarehe za kufanya maandamano, kwa sababu hatuitambui serikali haramu na kamwe hatutaitambua. Kama inataka tutambulie, lazima ifanye uchunguzi waliohusika na mauaji ya Oktoba 29. Na lazima ituambie, yani kuwe na uchunguzi huru ambao utaeleza kilichotokea 2029, Oktoba 29. Kitueleze ni watu gani waliohusika na watu wangapi wanatakiwa kukamatwa, washughulikiwe kwa mujibu wa sheria, na maiti zimefichwa wapi ili watu wazike watu wao. Kwa hiyo bila hayo, lazima hii serikali haramu tuendelee kupambana nayo, na ni bora yani ni bora waendelee kuwa hivyo, lakini tuendelee kupambana, tusitambue kama hii serikali. Mimi ya kwangu ni hayo, asante sana, naomba niishie hapo. Asante Ima, umeongea point. Lakini kuna jambo nilikuwa nafikiria hapa. Nitaongea hili jambo afu nitawapisha niwaache na hosti, bila shaka atakuwepo. Kaka Mkombozi, mimi huwa napenda sana kwenda na vitendo. Yani tukiongea jambo, japo hata kama tusipolifanya vile ninavyotakiwa, japo tufanye kama majaribio angarau, maana tupo kwenye hizi kila siku tunaongea, lakini tunatakiwa tujitahidi japo tunafanya vitendo, tuwe mfano. Unajua sisi tukifanya mfano tutawashawishi hata wengine wanaopita kutusikiliza, watashawishika na watasema ngoja na sisi tujaribu. Katika kujaribu hiyo ndo mojawapo ya kusambaza, kuwafikia watu wengine. Kwa mfano kuna hiki mimi nimekitolea mfano, ile kutoa ujumbe katika makundi mbalimbali wapate taarifa. Bila shaka na hizo taarifa wanazo, lakini wapate ushawishi. Nilichokisema kwa mfano akina mama, kwa mfano labda kundi la wafanyabiashara, au makundi mengine ya walemavu. Yani tuna makundi mengi. Kwa mfano hapa tupo wangapi? 6, 7 kama sikosei. Tupo 7 au mimi ndo nahesabu, tupo 6 ya tupo 6. Mimi ndo tena okay 7, samahani, tupo 7. Kaka Mkombozi, naomba kitu kimoja ufanye hivi. Hebu jaribu kuandaa, kama utakuwa na nafasi ya tupo 7. Kama utakuwa na nafasi, so lazima saa hizi unaweza ukakaa hata kesho ukiwa na muda wako mzuri unakaa. Tutengenezee, au mtu yote pia ambaye ataweza kufanya hivyo. Andaa hotuba au kitu gani? Nice hivyo hotuba Andaa hiyo, alafu yani andaa kila kundi weka hotuba yake. Mtanisahisha hapo kwenye maneno, yanaitwaje hotuba au kitu gani? Ujumbe, ndo ujumbe. Andaa ujumbe, labda kundi la kina mama, kiasi tu. Andaa kundi la wafanyabiashara, na watu wengine. Andaa makundi, hata makundi 3, 4, 5 kadri utakavyoweza. Alafu hapa tukubaliane. Baada ya kuandaa, utatutumia kila mmoja achukue ujumbe wake. Kila mmoja hapa aseme mimi naweza nikaongelea labda akina kundi hili hapa, mimi nachukua kundi hili hapa, nitaongea ujumbe, nitafikisha kwenye ujumbe hili kundi, na unafafanua kadri utakavyoweza, na hakikisha kile unachokiongea unakiongea kwa msisitizo na naweza nikasema labda kwa hisia, kulingana na kile unachokiongea, ili msikilizaji atakaposikia angalau ukimpe hamasa. Sasa sio itawezekana hivyo. Mkombozi, kama upo unaweza kuwasha mic. Nadhani ni wazo zuri, na kama ulivyosema ni muhimu kuandaa ujumbe kulingana na wale ambao unataka kuwafikia. Sasa kwa kuwa umeainisha, kimsingi kuna makundi. Kundi la kwanza ambalo limeathirika pakubwa na utawala dhalimu ni kundi la kina mama.
na watoto. Hili ndio kundi la kwanza ambalo limeathirika pakubwa na huu utawala dhalimu. Kundi la pili ambalo lina